Kukubali kwamba hautakiwi ni kitu kigumu, lakini ni kitu cha muhimu kukifanya. Kuna wakati kwenye maisha yako utakuwa umefanya kila kitu unachofikiri kinatakiwa kufanyika. Utakuwa umejaribu kuepusha hilo jambo lisitokee. Utajishusha, utajipendekeza, utaingia gharama, lakini mazingira yanaonyesha kabisa kwamba hautakiwi. Wakati mwingine haya maumivu yanatokana na ukweli kwamba umewekeza sana katika hicho kitu au kwa huyo mtu au hapo mahali. Kuna wakati hautatakiwa kwenye ofisi, kuna wakati hautatakiwa kwenye nafasi, kuna wakati hautatakiwa na mtu pia. Na inaweza ikawa ni hali ngumu kwenye maisha yako, lakini ni kitu ambacho pengine unaweza usiwe na control nacho. Kwa sababu kweli ni kwamba huwezi kulazimisha moyo wa mtu uhisi wewe unavyotaka. Unaweza tu ukafanya mambo fulani mtu ili awe na mazingira mazuri ya kukuamini na kukupenda, lakini mwisho wa siku ni chaguo lake. Watu wengi wakifika katika mazingira na nyakati kama hizi ambazo wamefanya kila walichoweza kufanya, wamejaribu kila walichoweza kujaribu, lakini bado mazingira yamewakataa, ofisi imewakataa, nafasi imewakataa, mtu amewakataa, huwa wanaishi katika maumivu makubwa sana na wanashindwa kupata upande wa pili wa tafsiri kwa nini huwa inakuwa katika namna hiyo. Kuna vitu kadhaa unatakiwa uvielewe, uvifahamu, uvikubali na uviishi kila wakati unapokutana na hali ya kukataliwa. Jambo la kwanza kabisa ni kwamba unaweza ukakataliwa si kwa sababu wewe ni mbaya, ila kwa sababu majira yako na hao watu yamekwisha. Ndio, inawezekana kabisa. Majira yako wewe na kuishi na hao watu yamekwisha. Majira yako wewe ya kuwepo hapo mahali yamepita pia. Ni kitu ambacho unatakiwa tukielewe. Ni kama vitu katika maisha. Unajua unaweza ukawa na nyundo ndani ya nyumba, lakini ile nyundo usihitaji wala usijue iko wapi kwa muda mrefu mpaka siku unapotaka kugonga msumari. Kwa maana yake umuhimu wa vitu pia unaendana na majira. Unaweza usijue na usione umuhimu kabisa kwa kuwa na mwamvuli ndani ya nyumba mpaka mvua imenyesha kubwa na unataka kutoka ndani na unahitaji kujistiri kutoka katika mvua. Kwa hiyo kuna wakati sio kwa sababu wewe hauna thamani, ila ni kwa sababu majira yaliyoko hayakuhitaji tena wewe. Inawezekana zamani kwa ulikuwa unahitajika katika hapo mahali au ulikuwa unahitajika na huyo mtu au katika hicho unachokifanya, lakini sasa majira yamepita. Sasa kama majira yamepita unafanyaje? Ina maana hutakiwi. Kwa tofautisha kati ya kutotakiwa wewe na kutotakiwa kwa sababu majira yaliyopo ni tofauti na kile ambacho kilikufanya wewe wa muhimu na wa msingi zaidi. Tafsiri yake ni nini? Mahali popote unapokataliwa au mtu yote anapokukataa kwa sababu majira, inamaanisha kuna watu wako mbele yako Mungu amewaandaa. Kuna maeneo Mungu ameandaa mbele yako ambayo yanakuhitaji kwa sababu pale ulipo muda wako ulikuwa umekwisha. Lakini jambo la pili ni kwamba unaweza kukataliwa kwa sababu kuna kitu unaepushwa nacho. Huu ni ukweli ambao huwezi kuelewa sana mpaka upitie hali pia. Kwamba kuna wakati kwenye maisha yako mtu anakukataa au mahali wanakukataa, wanafikiri wamekuumiza, wanafikiri wamekukosoa, wanafikiri wamekukomoa, wanafikiri ndio wamekufikisha mwisho wa maisha yako. Wasichojua ni kwamba yalikuwa ni mazingira ya lazima wewe kuyapitia ili kuepushwa na vitu fulani fulani. Nimeshakutana na watu ambao wanasema kwa kweli, nashukuru hata nilifukuzwa kazi ile ya kwanza. Nashukuru hata yule mtu alinikataa. Nashukuru hata yule mtu alinifukuza. Kwa nini? Kwa sababu iliwafungulia ukurasa mwingine wa maisha. Kuna wakati ili upate kitu kizuri katika maisha yako, utalazimika kupitia hali ya kukataliwa katika kitu ulichokuwa unafikiri ndicho ulichokuwa unataka ukipata. Kuna wakati ili uende hatua ya pili ya maisha yako, kuna maeneo ya maisha yako unatakiwa kukataliwa. Kwenye Biblia tuna mtu anaitwa Yusufu, alikataliwa na ndugu zake. Sio tu alikataliwa, walijaribu kutaka kumuua, wakamuuza. Alikataliwa, ni rejection alipitia. Lakini angalia mwisho wa siku ni yule anakuja kuwa kati ya viongozi wakubwa sana katika nchi, anasaidia familia yake, anasaidia taifa lake. Kuna watu leo wanakukataa, wanafikiri kwamba pengine wanakuumiza, pengine wanakudhuru, pengine wanakutendea mabaya. Wasichojua ni kwamba wanakuepusha kubakia kwa mtu mdogo wa kawaida, wanakuepusha kuwa mtu ambaye hauna future, wanakuepusha kuwa mtu ambaye hauna ndoto kubwa. Wakati mwingine maumivu ya kukataliwa yanazalisha msukumo wa ndani wa kutafuta vitu vikubwa kwenye maisha. Jambo la tatu unatakiwa kulielewa ni kwamba unaweza ukakataliwa na ukasikia maumivu sana ni kwa sababu uliweka matarajio makubwa kuliko uhalisia. Yaani wewe unapohusiana na watu ulifikiri kwamba hawa watu sasa ndio watu wangu wa muhimu, ndio watu wangu ambao watakuwa kufa na kupona. Na nimeona watu wengi wa namna hiyo. Unakuta mtu anawaza sana sema huyu ndio mtu wangu wa kufa na kupona. Na inatokea kwenye maisha. Lakini kumbe matarajio uliyoweka juu yao hayana uhalisia. Wao hawakuoni hivyo.
wao hawakutafakari hivyo. Wao wanakuona tu mtu wa kawaida. Kwa wakati mwingine haya maumivu ya kukataliwa kunatokea kwa sababu tuliamini kwamba huyu mtu ni mtu wa namna fulani, kumbe sio hivyo. Kwa maneno mengine, ulimpa mtu nafasi ambayo hastahili. Ndio maana ni vizuri kwenye maisha yako ukague watu wako wa karibu, watu wanaokuzunguka, na ujiulize kila mmoja ulipomweka anastahili kuwepo, au pengine umeweka watu mahali pasipostahili. Ukiwaweka mahali pasipostahili, kitachotokea nini? Utaumizwa baadaye, kwa sababu watakukataa, watakuona wewe si wa thamani wakati wewe unawachukulia ni wa thamani. Usisahau, kuna watu unawaona ni watu wa namba 1 kwako, lakini wewe wamekuweka namba 10. Watu wa namna hii kuna siku watakukataa, na wakikukataa itakuumiza kwa sababu umewaweka mahali ambapo sio sahihi. Lakini jambo la 4 na la mwisho ni kwamba hawa watu wamepata mbadala wako. Yes, wamepata mbadala wako. Yaani walikuwa wanakuhitaji kweli, lakini kiuhalisia hawakuwa wanakuhitaji kwa sababu wanakuhitaji wewe, ila walikuwa wanakuhitaji kwa sababu wamekosa mtu ambaye walikuwa hasa wanamhitaji. So wanachofanya ni nini? Wanaweka spare tire. Kwa maneno mengine, wewe ulitumika kama spare tire. Ulitumika kama spare tire kwa fariji, ulitumika kama spare tire kwa vusha, ulitumika kama spare tire kuwasaidia, lakini mwisho wa siku wanapata tire lenyewe sasa. Kwa wewe wanakuweka pembeni. Kwa hiyo inawezekana wewe uko mahali ambako unaona ndio umefika, lakini wenyewe wakikuangalia wanaona wamekuweka kama sehemu ya mpito. Inawezekana ikawa kwenye ofisi, kwenye biashara, business partnership, kwenye mahusiano. Inatokea unaweza kuwa ni spare tire afu mwenyewe hujui. Na ni mbaya sana kwa sababu siku tire lenyewe likipatikana, spare tire linaondolewa, linakuja kuwekwa tire lenyewe. Mpaka pancha ipatikane tena ndio spare tire linakumbuka. Kwa hiyo unaweza kuwa umekataliwa, wewe unafikiri kwamba kwa nini nimekataliwa? Sio kwamba ulikuwa unahitajika, ni kwamba walikuweka kama sehemu ya kushikilia wakiwa wanatafuta mtu wanayemhitaji au kitu wanachokihitaji. Sasa ni hivi, kadiri unavyochelewa kukubali uhalisia kwamba hautakiwi, ndivyo kadiri utavyoendelea kuumia zaidi, kwa sababu utakuwa unapingana na uhalisia. Inaumiza, inatesa, inasikitisha sana, lakini ni ukweli ambao huwezi kupingana nao. Kama mtu akuhitaji, amekukataa, jifunze kwa nini amekukataa, anza maisha tena mapya, na usirudie makosa kuwapa watu nafasi ambazo hawastahili. Ningependa kujifunza pia kutoka kwako. Je, wewe umeshakupitia hali kama hii, au kuna mtu umemwona akipitia kama hali kama hii? Nipe maoni yako ili tuendelee kujifunza zaidi. See you at the top.